Ujambo na karibu sana mtazamaji wa Bongo Super Media. Taarifa ya kifo cha Papa Francis watu wengi wanazo, lakini hawajui ni papa gani ambaye atakwenda kuchukua mikoba ama kurithi mikoba ya Papa Francis. Ni yupi huyo papa? Sasa katika video hii Bongo Super Media tumekuletea papa ambaye anakwenda kumrithi Papa Francis mara baada ya kifo cha Papa Francis. Sasa wewe cha kufanya ni kubonyeza alama ya kusubscribe ili uwe mtu kwanza kupata video mbalimbali kutoka hapa Bongo Super Media. Mtazamaji, na bila kupoteza muda, wacha tuanze. Kardinali Robert Sala ni mmoja wa viongozi mashuhuri wa kanisa Catholic kutoka hapa barani Afrika, akitokea katika nchi ya Guinea. Alizaliwa mnamo tarehe 15 Juni ya mwaka wa 1945 katika kijiji cha Auroses kilichopo kaskazini mwa nchi ya Guinea. Akiwa ni mtoto wa wakulima na aliishi katika familia ya waumini wa dini ya jadi kabla ya kubadili dini na kuwa Mkristo. Kwa maana kardinali huyo alikuwa akiabudu dini za kijadi, kwa maana dini za kiasili, lakini baadaye alibadili dini na kuwa Mkristo. Malezi na maisha ya upadre. Kardinali Robert Sala alianza masomo yake ya kifasihi na kizungu akiwa na umri wa miaka 12 tu katika seminari ndogo ya Saint Augustine huko Bingavel nchini ya Ivory Coast. Baada ya uhusiano mbaya kati ya Guinea na Ivory Coast mnamo mwaka 1960, alazimika kuhamia katika seminari ya Saint Mary ya Dixon huko Conakry nchini Guinea, na pia aliendelea na masomo yake ya teolojia nchini Senegal, na baadaye moja kwa moja alisafiri na kwenda Italia katika jiji la Roma kwenda kuendeleza masomo yake, ambapo alihitimu kutoka katika chuo kikuu cha Gregorian mnamo mwaka wa 1974 na alifanywa kuwa padri rasmi kabisa huyu Robert Sala mnamo tarehe 20 Julai ya mwaka wa 1969 na askofu mkuu aliyefahamika kwa jina Raymond Marie Shidombo. Huyu ndio mtu ambaye alimfanya huyu Robert Sala kuwa padri mnamo mwaka wa 1969, na baada ya miaka kadhaa ya utumishi aliteuliwa kuwa askofu mkuu wa Conakry tarehe 13 Agosti ya mwaka 1979. Kwa maana alipomaliza masomo yake huko Roma, alirudi nyumbani na akawa anaendelea na huduma zake za Kikatoliki, na mnamo tarehe 13 Agosti mwaka 1979 ndipo aliteuliwa kuwa askofu mkuu wa Conakry pale nchini Guinea. Alitunikiwa daraja la kardinali mnamo mwaka wa 2010 na Papa Benedikti ambaye alikuwa ni papa wa 265 katika dini ya Kikristo, hasa katika dhehebu la Roman Catholic. Huyu Papa Benedikti ndio aliyomtunuku kardinali. Daraja la kardinali ni daraja kubwa kweli kweli, kwa maana huwezi ukawa papa bila kuwa kardinali. Sasa basi, utumishi wake katika kanisa. Katika kipindi cha utumishi wake, Robert Sala alikabiliana na changamoto nyingi, ikiwa ni pamoja na utawala wa kidikteta wa Ahmed Sékou Touré ambaye alikuwa ni dikteta kweli kweli. Aliweza kupambana naye na aliweza kupambana dhidi ya utawala huo, kulinda uhuru wa kanisa la Katoliki pale nchini Guinea na mambo mbalimbali ya nchi ya Guinea. Aliendelea na utumishi wake kama askofu mkuu wa Conakry hadi mwaka wa 2001 ndipo akaachana nayo. Sasa basi, baada ya kutoka Guinea, alihudumu katika nafasi mbalimbali katika baraza la kipapa, ikiwa ni pamoja na kuwa katibu mkuu wa baraza la kipapa la uinjilisti wa watu, lakini pia alikuwa rais wa baraza la kipapa la Curiunum na hatimaye kuwa mkuu wa baraza la kipapa la ibada na nidhamu ya sakramenti za kanisa kutoka Novemba 2014 hadi Februari 2021. Yeye ndio alikuwa mkuu wa baraza la kipapa la ibada na nidhamu ya sakramenti mpaka mwaka 2021. Hivyo basi, huyu Robert Sala, hiyo ndiyo CV yake kubwa kweli kweli ambayo yuko nayo. Sasa basi, mtazamaji wa Bongo Super Media, kuna matarajio makubwa sana dhidi ya kiongozi huyo ambaye anaitwa Kardinali Robert Sala. Baada ya kifo cha Papa Francis cha tarehe 21 April mwaka 2025, kipindi cha sede vacante kilianza. Mchakato wa kumtafuta mrithi wake umeanza rasmi kabisa, na moja kwa moja Kardinali Sala
anatajwa kama mmoja wa wagombea wanaoweza kumrithi Papa Francis kutokana na misimamo mikali aliyokuwa nayo, lakini pia ni mtu ambaye ameipambania sana Roman Catholic, lakini pia ni mmoja ya kiongozi ambaye umri wake unaruhusu, kwa maana na umri wa miaka 79, hivyo anaruhusiwa kabisa kuchukua nafasi hiyo ya Papa Francis. Sasa mtazamaji wa Bongo Super Media, huyu Papa Francis ambaye amefariki ndio papa wa kwanza kutoka katika bara la Amerika, kwa maana katika mapapa wote waliopita, mapapa 265, hakuna papa ambaye alitoka katika bara la Amerika zaidi ya Papa Francis. Sasa hapa huyu papa ambaye hivi sasa anapigiwa chapuo, Robert Sarah, ndio kardinali ambaye anapigiwa chapuo kuja kuwa papa, na ameongoza ibada mbalimbali na amepata vyeo mbalimbali. Mpaka hapo utagundua kwamba huyu ndio mtu ambaye anakwenda kuchukua nafasi ya Papa Francis, kwa maana yeye ni mmoja kiongozi ambaye amepambana kwa muda mrefu sana na amehudumu kusambaza na kueneza neno la Mungu kwa muda mrefu sana, huyu Robert Sarah. Sasa watu wako wanajiuliza ni kwa nini hakunaga papa mweusi ama papa kutoka katika bara la Afrika. Huyu ndio ambaye anapigiwa chapuo na vigezo vyote anavyo vya kuja kuwa papa, kwa maana ili Afrika yenyewe iheshimike zaidi, ni vyema akapita huyu Kardinali Robert Sarah kuwa papa wa Rome ama kuwa papa wa Roma, kwa ajili ya kuweza kuheshimisha zaidi wa Afrika, kwa sababu watu wengi wanaona viongozi wa kidini hasa wa Catholic wamekuwa ni wazungu kwa muda mrefu sana. Hivyo Kardinali Robert Sarah ndio mtu ambaye anapigwa chapuo kuchukua nafasi ya Papa Francis. Hakika mtazamaji wa Bongo Super Media, kama unaitazama video hii kutoka hapa barani Afrika, unatamani sana kardinali kutoka huko nchini Guinea awe ndio papa ambaye anaiongoza dunia, papa Mwafrika, unatamani awe yeye na apitishwe yeye, unaweza ukaandika maoni yako hapo katika sehemu ya comments. Lakini pia ikiwa mtazamaji ndio mara yako kwanza kutembelea katika channel hii, usisahau kubonyeza alama ya kusubscribe ili uwe mtu kwanza kupata video mbalimbali ambazo zinawekwa hapa Bongo Super Media kila siku. Tukutane tena katika video nyingine. Bye bye.